بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalamu alaikum wapendwa wana mizani mahali popote mlipo. Taarifa muhimu sana tulionayo hii leo, kwanza ni ile ya kuanza mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja baina ya Irani na Marekani yaliyoanza mjini Muscat siku ya Jumamosi ya Aprili 12, ambapo wajumbe wa serikali hizo mbili wa ngazi za juu walianza mazungumzo yao ambayo bado hajaweka ajenda kamili nini kitakachokuwa mazungumzo rasmi yatakapoendelea. Na mazungumzo hayo pia yalikuwa na shabaha ya kutaka kuweka ajenda ya nini kitakachojadiliwa baada ya mazungumzo hayo ya awali. Lakini tunayo taarifa ya pili ambayo ni Yemen kuendelea kuishambulia Israel kiwa kama jibu kwa majeshi ya Israel yanayoendelea kuangamiza watu wa Palestina, huku Marekani na Uingereza nazo zikiendeleza mashambulio yao kule Yemen kwa nia ya kutaka kuzivunja nguvu Yemen zisiweze kuishambulia Israel, kwa nia ya kutaka Israel isibugudhiwe wakati inapokuwa ikiendelea kuwaua wananchi wa Palestina. Hizi ndizo taarifa zilizokuwa muhimu, lakini tuanze kwanza na mazungumzo yaliyofanyika kule Muscat, mji mkuu wa Oman, hapo jana siku ya Jumamosi Machi 12. Ismail Baqai, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ametangaza kuwa ujumbe wa Iran ukiongozwa na Waziri wa Mambo ya Kigeni Sayyid Abbas Araghchi ulielekea Muscat, mji mkuu wa Oman, yalikofanyika mazungumzo kati ya Iran na Marekani. Kwa mujibu wa Pars Today, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni wa Iran alituma ujumbe katika ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X kuhusu safari ya ujumbe wa Iran huko Muscat kwa ajili ya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja na wawakilishi wa serikali ya Marekani, na kuelezea kwamba tumedhamiria kutumia uwezo wetu wote kulinda maslaha ya Iran na maslaha ya taifa letu. Mazungumzo kati ya wawakilishi wa Iran na Marekani yalifanyika siku ya Jumamosi jana Aprili 12, 2025 huko Muscat katika mji mkuu wa Oman. Ujumbe wa Iran katika mazungumzo hayo uliongozwa na Waziri wa Mambo ya Kigeni Sayyid Abbas Araghchi. Stephen Witkoff, mjumbe maalum wa Rais Donald Trump katika masuala ya Mashariki ya Kati, aliongoza timu ya Marekani katika mazungumzo hayo ya Iran huko Oman. Viongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika siku za hivi karibuni walitangaza misimamo yao kuhusu mazungumzo hayo tajwa. Sayyid Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Kigeni wa Iran, ameandika katika ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X kwamba Iran na Marekani siku ya Jumamosi Aprili 12 zilifanya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja huko Oman katika ngazi za viongozi wa ngazi za juu. Hii ni fursa na wakati huo huo ni mtihani. Mpira upo katika uwanja wa Marekani. Majid Takht Ravanchi, naibu waziri wa mambo ya kigeni wa Iran anayeshughulikia masuala ya kisiasa, ameashiria mwelekeo wa serikali kuhusu kadhia ya nyuklia na kusema Jamhuri ya Kiislamu kama ilivyo huko nyuma na kwa kufuatilia sera ya maelewano iko tayari kufanya mazungumzo kuhusu miradi yake ya nyuklia yenye malengo ya amani. Takht Ravanchi ameashiria mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja katika kadhia ya nyuklia kati ya Iran na Marekani huko Muscat, mji mkuu wa Oman, na kusema kuna fursa nzuri ya kufikia makubaliano ikiwa upande wa Marekani hautaibua masuala na matakwa yasiyo na uhusiano na ikaweka kando vitisho na lugha za kibabe. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inaamini katika kufanya mazungumzo na kufikia maelewano chini ya kivuli cha ushirikiano wa pande mbili, na kwa mtazamo wa Iran, ubabe na utumiaji mabavu wa aina yoyote haukubaliki. Mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja kwa ajili ya kufufua makubaliano ya JCPOA yalifanyika pia katika miaka ya karibuni, na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haikulipa kisogo swala hilo. Hata hivyo, kilichokwamisha kufikia natija mazungumzo hayo ni msimamo wa Marekani wa kutaka kuirubuni kimabavu Iran na kuibua mambo yasiyohusiana na mazungumzo hayo. Sababu ya mazungumzo ya Oman kutokuwa ya moja kwa moja imetokana pia na kutokuwa na imani na Marekani
kulikosababishwa na nchi hiyo kutotekeleza ahadi zake katika mazungumzo ya ana kwa ana ya JCPOA. Picha unayoitazama ni ya rais wa Marekani mwaka 2018 wakati rais huyo Donald Trump wa Marekani alipokuwa katika muhula wake wa kwanza wa urais, aliposaini decree, yani presidential decree, ya utekelezaji wa kuamua kuiondoa nchi hiyo katika makubaliano hayo. Baada ya hapo, vikwazo vya nyuklia dhidi ya Iran ambavyo kwa mujibu wa ahadi ya Marekani ndani ya JCPOA vilipasa kuwekwa kando, vilirejeshwa na kutekelezwa tena dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Katika miaka ya karibuni pia, maafisa wa Marekani waliwekea Iran vikwazo vya upande mmoja bila kujali makubaliano ya awali na maamuzi ya Umoja wa Mataifa. Ukweli ni kuwa matokeo muhimu zaidi ya mazungumzo hayo yalipasa yawe ni kuondolewa vikwazo vya upande mmoja vya Marekani ambavyo vimekuwa vikirefushwa kila mara na ikulu ya Marekani, yani White House, kwa kushirikiana na waitifaki wake wa Ulaya. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imekuwa ikisisitiza siku zote kwamba mazungumzo yatakayofanyika yatahusu kadhia ya nyuklia pekee na kwa lengo la kuondolewa vikwazo vya kidhalimu vilivyowekewa. Mradi wa nyuklia wa Iran katika miaka ya karibuni umekuwa ikisimamiwa na kukaguliwa na wakala wa kimataifa wa nishati ya atomic IAEA, ambapo ripoti na wakaguzi wa wakala huo wamethibitisha kuwa miradi hiyo inafanyika kwa malengo ya kiraia. Mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja ya huko Oman nayo pia yalifanyika kwa lengo la kuondolewa vikwazo na kuiwezesha Iran kunufaika kiuchumi. Licha ya kuwepo shaka kubwa kuhusu nia ya Marekani ya kufikia makubaliano, Iran inatumia fursa hiyo kubainisha msimamo wake thabiti kuhusu utumiaji wa nishati ya nyuklia kwa malengo ya amani. Na katika mazungumzo ya Oman itapimwa na kutathminiwa tena irada ya nia ya Marekani ya kutatua tatizo hilo au kuiondolea vikwazo Iran. Taarifa nyingine ni ile iliyopatikana jana ambapo inasema kwa mara nyingine tena Yemen imeendeleza utaratibu wake wa kuitwanga kwa makombora maeneo ya jeshi la Israeli katika sehemu mbalimbali. Jana siku ya Jumamosi Aprili 12, jeshi la Yemen YAF limetangaza habari za kufanya operesheni nyingine ya ndege zisizo na rubani na kutwanga maeneo mawili ya kijeshi ya Israeli katika eneo la Jaffa karibu na Tel Aviv, na kusema kuwa hayo ni majibu ya moja kwa moja ya mauaji ya kimbari yanayoendelea kufanywa na utawala wa Kizayuni dhidi ya Wafalastini huko Gaza. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi la Yemen siku ya Ijumaa Aprili 11, 2025, operesheni hiyo ya kijeshi iliendeshwa kwa kutumia ndege zisizo na rubani za Yafa zilizotengenezwa na wataalamu wa Yemen, ikiwa ni sehemu ya uungaji mkono thabiti kwa wananchi wa Palestina na wana mapambano wa mukawama huko Gaza, Hamas. Siku hiyo hiyo ya Ijumaa Aprili 11, 2025, jeshi la Israeli nalo pia lilifanya shambulio baya la anga kwenye kitongoji cha Shujaia na mji wa Gaza na kuua shahidi takriban raia 29, wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto. Zaidi ya Wafalestina wengine 50 walijeruhiwa na wengine kadhaa bado wamekwama chini ya vifusi. Hizo ndizo taarifa kubwa muhimu, mojawapo ikiwa ni ile ya Iran na serikali ya Marekani kuanza mazungumzo yasiyokuwa rasmi. Sababu inayoelezwa na Iran wakati wote ya kutokubali kutazamana ana kwa ana na maafisa wa Marekani katika kikao ni kutokana na undumila kuwili ama unafiki wa Marekani ambao mnachozungumza sicho wanachokwenda kutekeleza. Hawawezi kushindwa kuacha yale mliokubaliana na wanakageuka wakati wote bila haya wala bila kuona huzuni ya namna yoyote. Ni kwa sababu hiyo Iran imekuwa inashikilia kwamba haitoweza kukaa meza moja ana kwa ana na Marekani hadi pale itakapokuwa imejiridhisha kwamba Marekani imeachana na unafiki wake. Awali rais wa Marekani Donald Trump aliweka sharti kwamba ili kupata kuzungumza na Iran kulikuwa masharti mawili. La kwanza ni lazima kuzungumza ana kwa ana. Isipokuwa hivyo, endapo Iran itakaidi kufanya mazungumzo hayo, basi itapata mashambulio makali sana ambayo Iran ilikuwa haijayaona wala haikufikiria kuwa inaweza kushambuliwa kwa kiasi ambacho Marekani itaishambulia. Lakini Iran kwa ukaidi na kwa kujiamini
nikamwambia Trump kwamba mazungumzo ya moja kwa moja hayapo na hayo mashambulizi tunayasubiri. Na hapo Irani kaanza kutega mabomu na makombora yanayokwenda hadi kwenye visiwa, moja ya visiwa katika bahari ya Hindi, ambapo ilikuwa ndio sehemu ambayo Marekani ilitarajia mashambulizi yake yatafanywa kutoka katika kisiwa hicho. Lakini hatimaye Rais Donald Trump amebadili msimamo wake na kukubali kuwa na mazungumzo yasiyokuwa ya ana kwa ana ambayo yalianza jana Jumamosi 2025 Aprili 12 kule mjini Muscat, na kikao kingine kinatarajiwa kuwa siku ya Jumatatu ambayo ni kesho. Mazungumzo hayo huenda kafanyika katika mahala pengine pasipokuwa Muscat ili kutafuta ajenda watakayosimamia katika mazungumzo hayo ili kupata natija. Tunaomba kwa Mwenyezi Mungu natija ipatikane, waelewane ili amani iweze kudumu, na hasa kwa kuwa Marekani ndio msimamizi mkuu wa mauaji ya Wafalastini, ndio anayetoa na kugawa silaha za kwenda kuua Wafalastini, na ndio anaeneza vita kila pahala ili kujidhaminia maslaha yake yasiyokuwa halali. Basi tunaomba kwa Mwenyezi Mungu washindwe wa Marekani katika kuifisidi dunia na kuwaua Wafalastini ili kupora eneo lao na ili kupora utajiri wao. Tusisahau kusoma suratul Fil na suratul Lahab kila mara katika kila ibada zetu. Mwishoni tufanye hivyo kumuomba Mwenyezi Mungu wale wanaopanga mauaji dhidi ya Wafalastini kwa ajili ya dhulma na uonevu, kwa sababu Mwenyezi Mungu si pamoja na wale wanaoonea. Ili kuweza kupata natija nzuri ambayo ni hakika, ni kusoma suratul Fil na Lahabi, ambapo bila shaka Trump na majeshi yake na wenzake wanaofanya hayo watapata majibu kwa Mwenyezi Mungu na watashindwa kufikia malengo yao haramu. Uwezo wa Mwenyezi Mungu ni mwenye uwezo juu ya jambo hilo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo. Allah